NTV. Haba na haba siku zote hujaza kibaba. Siku ya Jumanne tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024, tukio la kustaadhabisha lilitokea nchini. Vijana waandamanaji walipovipiku maarifa ya vikosi vya usalama na kulivamia bunge kwa hamaki majira ya saa 8 mchana. Zilikuwa dakika chache baada ya baadhi ya wabunge kuidhinisha kimabavu mswada tata wa fedha mwaka 2024 licha ya Wakenya wengi kupinga. Na kwa msingi kwamba ulikuwa mzigo mkubwa, basi alasiri hiyo ya siku iliyosheheni fujo tupu, waandamanaji 9 waliuawa kwa kupigwa risasi maeneo ya bunge. Miaka miwili baadaye, baada ya tukio hilo la kutia bumbuazi, NTV inapiga kisengere nyuma cha matukio hayo, na mwanahabari wetu Duncan Haemba. Milio ya bunduki kufyatuliwa, kutanda kwa gesi ya vitoza machozi, magari kuteketezwa, mayowe na vilio. Ving'ora vya magari ya ambulensi vilitia fora katikati ya jiji la Nairobi. Maeneo ya bungeni, vijana machachari waandamanaji maarufu kama Gen Z walishambulia bunge kwa fujo kama nyuki. Punde tu spika wa bunge la taifa Moses Francis Masika Wetangula alipotangaza kwamba mswada wa fedha mwaka 2024 ulikuwa umepitishwa licha ya Wakenya wengi kuukataa. Ilikuwa mwendo wa saa 8 alasiri. Taifa nzima, kanda na ulimwengu uliokuwa unafuatilia kwa kina yaliokuwa najiri nchini kupitia runinga na mitandaoni mchana kutwa, walitazama kwa bumbuazi mambo yalivyokuwa yanajiri huko bungeni. Wanajenzi walionekana kuwashinda polisi nguvu na kuvamia bunge kwa vishindo. Mambo yalikuwa yamechemka. Shughuli katika jiji la Nairobi zikasimama. Ghadhabu, vilio, hamaki vikashamiri. Waandamanaji 9 waliuawa kwa kunyeshewa risasi na polisi. Mali ya mamilioni ikiharibiwa ndani na nje ya bunge. Tandabelua likateka Nairobi. Jeshi likaamrishwa kuingilia kati kinyume cha sheria ili kuokoa jahazi baada ya polisi kushindwa maarifa na waandamanaji. Maandamano ya Juni 25 yalikuwa ya awamu ya 3 na kadi tamati. Maandamano mengine yalikuwa yamefanyika tarehe 18 na 20 mwezi huo. Tarehe 14 mwezi Juni, ikiwa siku 11 awali, mwanaharakati Boniface Mwangi alichapisha video mitandaoni kutangaza kuwepo kwa maandamano siku ya Jumanne tarehe 18 kuanzia saa 6 adhuhuri. Aliwarai wa Kenya kufika kwa wingi nje ya majengo ya bunge ili kupinga njama ya serikali kupandisha ushuru maradufu. So my prayer is Kenyans manze, tokelezeni on Tuesday. On Tuesday, tuna exercise Article 37 of the Constitution. You have the right to protest, to picket, to present petitions. On Tuesday, we are coming to guard the people's house. Kuchunga tu, simama yetu hapa tuichunga tu, tuambie wabunge ukiingia pale una vote. Wenye watu wako wamekwambia, we have your phone numbers. We know where you live. Tumeambia wabunge wote, you work for us. When you go in there, you vote no. Tunasikia Ruto ako na njano na mpango, ambia wabunge vote na acclamation. Ukiingia pale bunge, si yes or no, ni kelele. Mambo ya kelele na foleni ilisha na Moi. When you come on Tuesday to vote, you either vote yes, tujue msimamo wako, ama you vote no, as Kenyans have said. Kila kitu inatoza ushuru. Ruto anatax wagonjwa, anatax watoto, anatax kila mtu. The only thing we have in this country ni oxygen. Na mkiachia Ruto space, hata oxygen mtalipa tax. Mwangi aliongezea kwa kuwapa waandamanaji watarajiwa mwongozo na utaratibu wa siku hiyo. Wavae mavazi meusi, wabebe mabango na kitambaa cheupe, na kisha maji kwenye chupa. Wewe jiulize swali wewe, kama Mkenya mwenzangu. Dedan Kimathi, Achieng' Oneko, Martin Shikuku, Matiba, JM Kariuki, Helena Chelagat, Wangari Maathai, George Anyona, wangekuwa wapi sasa? Wangekuwa hapa nje ya bunge wakirepresent
sauti ya wananchi. As taxpayers, you have to listen to our voices because the people's voice is the voice of God. So Kenyans, be on the right side of history. On Tuesday, come and stand here outside and watch them vote. Ilipogonga Jumanne tarehe 18 Juni na Alhamisi tarehe 20, waandamanaji walijitokeza kushiriki, na baada ya kukamilika, watu kadhaa walipoteza maisha yao kwa kupigwa risasi. Siku ya Juni 21, tangazo lingine lilitolewa kusema kwamba kutakuwa na maandamano ya kuonesha ghadhabu kwa siku 7 kila siku hadi Juni 27. Juma lililofuata, Jumatatu tarehe 24, onyo nyingine ilitolewa ikiwatangazia waandamanaji kwamba keshoe Jumanne Juni 25 ni siku ya kukwamisha shughuli kote nchini. Bunge kuvamiwa na raia kuzuia kupitishwa kwa mswada huo, huku akitangaza siku ya mapumziko kwa Wakenya wengine. So Tuesday tunakuja hapa tuwaambie wabunge, amuniski, but on Tuesday we shall be here. Tuesday they must vote no. We are here on Tuesday. Waambieni hivyo. Siku ilipowadia, kwa mara nyingine tena, mamia ya wanajenzi walizagaa kote barabarani kwa maandamano. Kila ulikolenga jicho ulikutana na halaiki ya waandamanaji waliokuwa wanakabiliana na walinda usalama, wakijaribu kupambana wafike bungeni kuwazuia wajumbe kuidhinisha mswada huo tata. Mchana kutwa walikabiliana na polisi vilivyo, na kadri muda ulivyozidi kusonga, idadi ya waandamanaji iliendelea kuongezeka na kukaribia bunge kutoka pembe tofauti. Alasiri saa 8, baada ya wajumbe wa mrengo wa serikali kupitisha mswada huo kimabavu, waandamanaji waliwashinda maafisa wa polisi nguvu na wakashambulia bunge. Licha ya ulinzi mkali uliokuwepo, huku wakiharibu chochote walichokutana nacho. Baadhi wakiteketeza moto sehemu ya bunge bila kuogopa walinda usalama waliokuwa wanawarushia risasi. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Wabunge walioshtukia ghafla binivu wamevamiwa walianza mbio za mguu ni ponye kukimbilia usalama wao. Kuna waliorundikana katika sehemu salama bungeni, kuna waliotoa tai zao na kutoroka nje, ili hali kuna waliokimbilia usalama wao ndani ya magari ya ambulensi na kuhepeshwa. Lakini kwa upande wake, mbunge maalum askofu mstaafu Jackson Kosgei aliye na ulemavu na kutegemea kiti cha magurudumu aliachwa nyuma na wenzake walipokimbilia usalama wao. Ni waandamanaji wao hao waliomsindikiza hadi nje ya majengo ya bunge, huku risasi zikiendelea kupigwa. Muda si muda, majeshi yaliwasili kudhibiti hali, na baada ya mambo kutulia, waandamanaji 9 walikuwa wameshauawa. Walitambuliwa kuwa Bisley Kogi, David Shege, Eric Hayoni Shieni, Erikson Chalo, Ernest Kanyi, Ibrahim Kamau Wanjiru, Kelvin Odhiambo Maina, Kenneth Njiru Mwangi na William Sitati. Wengi walijeruhiwa vibaya. Rais aliyejawa na hamati kama nyati aliyejeruhiwa baada ya yeye kushinda maeneo na Naivasha kikazi mchana huo, alilazimika kuhutubia taifa ghafla usiku huo. Alielezea kughadhabishwa kwake na machafuko yaliyojiri siku hiyo. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals.
Wanachama wa bunge la taifa waliokuwa wamewapuuza Wakenya na kupitisha mswada huo kimabavu kufuatia amri ya Ikulu wakajipata na aibu saa 24 baadaye. Rais William Ruto alipolazimika kusalimu amri na kukosa kuidhinisha mswada huo kuwa sheria. And because I run a government, but I also lead people. And the people have spoken. I concede. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. Siku zilizofuata ikawa ni juhudi za Rais Ruto kumtafuta mwanaharakati matata Boniface Mwangi. Kikao kiliandaliwa Ikulu ya Nairobi na ni katibu mkuu wa UDA Hassan Omar aliyekuwa fanikisha kikao hicho kwa kumwasilisha Mwangi. Alitua jijini Mombasa na kuabiri ndege nyingine kurejea Nairobi, lakini baada ya kufika Boniface Mwangi alikuwa kashatokomea na kumwacha Rais solemba. Hata hivyo, kiongozi wa taifa bado alifanya kikao na wanajenzi kupitia mtandao katika mbinu ya kutuliza mambo. Idara ya uchunguzi ilipendekeza kwamba mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma awafungulie mashtaka wanasiasa kadhaa wakiwemo wabunge wawili kutoka Embakasi, Nairobi. Lakini juhudi za kuwakamata ziligonga mwamba baada ya mahakama kuu kuwapiga breki. Duncan Haemba, NTV. Na asante sana mwanahistoria wetu Duncan Haemba. Siku zote Waswahili wanasema kwamba kovu halikosi kutoa ukumbusho wa jeraha. Tarehe 25 mwezi Juni itasalia kuwa tarehe spesheli katika ramani ya nchi yetu. Mtazamaji